Chama cha mawakili wa serikali Tanzania TPBA kimetoa tamko rasmi kuhusu matukio yaliyojitokeza wakati wa uchaguzi mkuu Oktoba 29 hadi Novemba 4 mwaka 2025, kikisisitiza umuhimu wa kuheshimu utawala wa sheria, wajibu wa raia na mipaka ya matumizi ya haki za binadamu nchini. Kupitia tamko lililotolewa Novemba 12, TPBA kimesema kimechunguza kwa kina taarifa na tuhuma mbalimbali zilizotolewa na taasisi na mashirika ya haki za kibinadamu, kikieleza kuwa haki na uhuru wa mtu binafsi lazima vitumike bila kuathiri usalama wa taifa au kuvunja haki za wengine. Vile chama hicho kimefafanua kuwa maandamano yaliyofanyika Oktoba 29 hayakuwa halali kwa mujibu wa sheria kwa kuwa yalikiuka zuio lililotolewa na jeshi la polisi kwa sababu za kiusalama, na kwamba ushahidi unaonyesha baadhi ya maandamano hayo yaligeuka kuwa vurugu yakiambatana na uharibifu wa mali, mashambulizi kwa askari na uchomaji wa vituo vya kupigia kura. Kuhusu tuhuma na matumizi ya nguvu kupita kiasi na vifo vilivyotokea, TPBA imesisitiza kuwa matumizi ya silaha na risasi ni hatua ya mwisho inayoruhusiwa kisheria pale tu mbinu nyingine zote zikishindikana. Pia chama hicho kimezungumzia changamoto za upatikanaji wa mtandao wakati wa uchaguzi, ikieleza kuwa hatua hiyo ya kusitisha na kudhibiti mawasiliano kwa muda inaruhusiwa kisheria pale inapolenga kulinda usalama wa taifa na kuzuia uvunjifu wa amani. Aidha, chama hicho kimeonya vyama vya siasa na taasisi zinazohusishwa na vurugu kuwa kwa mujibu wa ibara ya 2 kipengele cha 2 ya katiba ya sheria ya vyama vya siasa, chama chochote kitakachoshiriki na kushinikiza uvunjifu wa amani kinaweza kufutiwa usajili na viongozi wake kuwajibishwa kisheria.